Mheshimiwa Spika kwa fursa hii adhimu, na mimi pia nilikuwa mmoja katika wale wanakamati ambao tulikuwa tunafanya maelewano katika bill hii ambayo ilikuwa imeletwa katika hii bunge. Mheshimiwa Spika, Mheshimiwa Spika, mimi kwanza nataka nichukue fursa hii niweze kupongeza kamati andalizi ambaye imefanya mikakati. Ilikuwa si rahisi, tuliweza kuwa na sintofahamu hapa na pale, lakini mwisho tukaweza kuafikiana. Mheshimiwa Spika, na ugatuzi katika taifa hili Mheshimiwa Spika ulikuja ili kuweza kufikisha huduma kwa wananchi wa chini. Mheshimiwa Spika, na maana ya hii kamati ilikuwa ni kuweza kuangalia kuwa ugavi wa rasilimali katika baina ya serikali kuu na serikali za ugatuzi zinaweza kuangaliwa vizuri. Mheshimiwa Spika, Mheshimiwa Spika, mimi nataka niseme hivi: kwa sasa serikali za ugatuzi ama county governments tumewapa ongezeko katika mgao wenu. Ile kitu naomba kama mama county ama mmoja katika wale wa kamati, muhakikishe kuwa huduma zinafikia wananchi, na hasa katika matibabu na hospitali zetu. Mheshimiwa Spika, unapata mgonjwa ameingia hospitali Mheshimiwa Spika katika ICU, mgonjwa anakufa kwa sababu ile mashini wanasema imezimika ama wanasema kuwa haifanyi kazi. Na mimi nataka nizungumze, hasa nikiweza kuzungumza katika kaunti yangu, niweze kusema kama mama county nimejibidisha kuhakikisha muongezeko umekuja katika kaunti ya Mombasa na kaunti zingine za Kenya. Mheshimiwa Spika, kwa hiyo kitu ambacho nahitaji kutoka kwa magavana ni kuhakikisha kuwa huduma na hata zile barabara, manake kutoka 405 billion tumeweza kusukuma, tumefika 415 billion, na kisha kuna bilioni 55 ile ambayo ilikuwa upande wa barabara, kuna bilioni 10 ambayo ni equalization fund. Hizi pesa zote katika zile ambazo walikuwa wametaka bilioni 450 hata zimeongezeka, zimefika kama bilioni 485. Kwa hiyo kitu ambacho tunataka county government, muhakikishe kuwa huduma, madawa yawe ndani ya hospitali. Hatutaki kuona mgonjwa anaingia, mama anajifungua, mtoto analipishwa, mama analipishwa, inakuwa ni wizi. Mheshimiwa Spika, ama ni dhulma. Hatutaki kuona kuwa wagonjwa wanaingia hospitali hakuna madawa, wakati ambapo juzi na jana tumeona mkutano pale walipokuwa na KEMSA, imebainika kuwa 90 billion imepotea kwa sababu madawa zili expire. Mheshimiwa Spika, na Wakenya wanakosa madawa katika hospitali. Mheshimiwa Spika, Mheshimiwa Spika, ukiangalia barabara zile zinazojengwa kule mashinani Mheshimiwa Spika, unapata barabara zinawekwa patches, vinawekwa vitambara, barabara haijengwi vizuri kwa sababu kuna mtu amekaa mahali anajua nitajenga barabara vibaya, kesho na kesho kutwa pesa zingine zitakuja, nitazidi kuweka viraka. Mheshimiwa Spika, Mheshimiwa Spika, kaunti zetu hizi tumekuwa tukipoteza pesa nyingi sana, na Wakenya wanaangalia. Tuna vijana, tuna kina mama ambao wanaangalia huduma gani na kuja mashinani. Na kama alivyosema ndugu yangu Osoro, Mheshimiwa Spika, kina mama 47, licha ya kuwa tunapata mgao mdogo sana, milioni kama Mombasa milioni 46, lakini juzi mmeona nikiempower mpaka bodaboda, nimewapa bodaboda 40. Mheshimiwa Spika, hiyo pesa kidogo, vijana wanafurahi. Ukiangalia kina mama wanapata pesa ya kuwezesha kufanya biashara. Mimi naomba counties muna pesa ya kuweza kupatia vijana na kina mama ambayo inaitwa revolving fund. Hizi pesa nyingi hazifiki mashinani. Mheshimiwa Spika, huu ni mwaka wa 3 tukiangalia, na kina mama wanataka biashara, kina vijana wanataka kufanya biashara, wanafanya. Serikali ya taifa inaweza kulemezwa kila wakati. Rais analaumiwa wakati kuna viongozi ambao wamepewa nafasi yao kuweza kufanya kazi na hawafanyi kazi. Mimi nataka niseme hizi pesa tumewapa, tunataka mjenge ECD classes. Kuna wengine tuliona hata senator alifanya oversight, akatoa ripoti yake. Mheshimiwa Spika, imebainisha kuwa kuna wakati shule inaandikwa kuwa imejengwa na milioni 100, ukiingia ground hakuna skuli. Mheshimiwa Spika, na mimi nataka kuambia governors, zile kesi mmetupelekea kule kotini, kesi nyingi sisi tumekuwa defendants kila siku, wakati ambapo nyinyi wenyewe mmezembea kazini. Tumewapa pesa kwa sababu tumeheshimu kauli ya baba yetu Raila Amolo Odinga akisema ugatuzi uweze kuimarishwa. Tumeheshimu
nimekuwa mmoja katika wale ambao tumewapa hizi pesa, na sisi tunataka muonyeshe heshima kwa mzee Raila Amolo Odinga kuwa pesa mmepata na kazi mnafanya, sio wizi ndani ya counties, Mheshimiwa Spika. Kwa hiyo namalizia nikisema ugatuzi unaheshimika, pesa tumewapa, na nyinyi pia muheshimu bunge hili, msiwe watu wa kuingilia mambo ya ngaf, kuingilia mambo ya NGCDF, mnakuwa na tamaa ya hapa na pale, na senators nyinyi mmekuwa kama oversighters wa kule county. Acheni kupewa vipeni vidogo vidogo, mkija mnataka kulemeza kila kitu katika taifa mkitetea counties. Counties tumewapa pesa, kwa hiyo wafanye kazi, tutataka kuona kazi yao. Asante sana Mheshimiwa Spika.